uhalali wa dagaa, ukiangalia hivi sasa wanapoanika, wananika chini, dagaa linakuwa na michanga, hata thamani yake inakuwa ndogo, bei yake inakuwa ndogo. Lakini kufanikiwa kwa kiwanda hichi na kwa majengo yote ambayo yako hapa, wananchi watapata eneo zuri la kuweza kusafisha ama kuoshea dagaa lao, kuanikia dagaa lao, kuhifadhi na vile vile kufanyiwa uchakataji kwa maana ya kiwandani. Na eneo hili litaweza kuzalisha ajira nyingi ambazo nyingine zitakuwa rasmi na nyingine ambazo zitakuwa sio rasmi. Kwa hatua ya pili ni pale mradi utakapokuwa umemalizika. Kama tulivyosema, tutakuwa tuna eneo kubwa limeandaliwa la kisasa kwa ajili ya wananchi ambao walikuwa wanaanika dagaa lao hapa katika mazingira ya kawaida, na sasa wataenda kuanika dagaa lao hili katika mazingira ambayo ni salama na bora, na dagaa ambayo ni salama kwa ndani. Kwa watawasaidia wananchi kuhakikisha kwamba dagaa lao hawauzi katika bei ambayo sio halisia. Kwa hiyo wananchi watanufaika katika mazingira mengi tu. Kwanza idadi ya wataongezeka, kama mwanzo walikuwa wanaanika wananchi wengine labda 10, 30 au 200 kutoka eneo dogo, kwa sasa hivi wataanika katika wingi kwa sababu wanaendelea mazingira mazuri. Fursa zote za ajira wakati wa utekelezaji wa ujenzi wa mradi huu, basi wananchi wote wa eneo hili ambapo wanazihitaji hizi fursa basi wawepo. Pongezi zangu kwa rais wangu kipenzi cha moyo wangu, Dr. Hussein Mwinyi. Kusema kweli ni rais ambaye ni mfano wake katika Zanzibar hii. Ametufanyia mingi ambayo hatukuyatarajia na ilikuwa hayapo. Mimi nasifia sana rais wangu tena kwa asilimia zote. Ninachomwambia na ninachomhakikishia mitano ipo mpaka 30 mimi niko tayari akaye. Tumshukuruni Mheshimiwa Rais kwa kutuletea huu mradi wa kunufaika wananchi wa Ndagoni. Kama sio wananchi wa Ndagoni, na huu mradi ni wa kwetu kwa sababu ni eneo letu. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutuletea rais huyu wa maajabu, kwa sababu rais wa maajabu ni mtu aliyokuwa anapenda maendeleo kwa wananchi wake. Kwa hivyo huyu bwana kwanza ni mitano tena, hakuna tena mchezo, apigwe tena mitano. Tuleta hapa kuja kuona maendeleo ya ujenzi wa kiwanda cha kusafirisha madagaa Ndagoni. Tumeshuhudia kupata viwanda 4. Kuna kiwanda hiki cha kusafirisha madagaa kutoka Ndagoni, kuna kiwanda cha kutengenezea maji safi na salama cha Manangwe, kuna kiwanda vile vile cha kutengenezea maji safi na salama cha Kinikani, kuna kiwanda halikadhalika cha kusafisha mabati kiko cha Malawi. Kama kuna kauli inayozungumzwa kama Pemba hakuna maendeleo yote yanayopatikana ndani ya kipindi hiki cha wananchi, tumejionea wenyewe.